He loves us so Na much. anatupenda sana sana. The love of God, you can never find this everywhere. Upendo wa Mungu huwezi ukaipata kila mahali. Even your dad, your mom, he cannot love you Hata like kama Jesus mama Christ. yako au baba yako hawezi akakupenda. Nobody will love you like your God. Hakuna mtu anaweza kukupenda kama vile Mungu. Today we're going to talk about, we're going to read Matthew, we're going to go, and I want somebody to read for me in French and Swahili. Ningependa ndugu mmoja kati yetu atusomee katika Kifaransa na Kiswahili. Matthew 17, Mathayo 17 chapter 1 to 9. Biblia inatuambia, na baada ya siku 6 Yesu akatwaa Petro na Yakobo na Yohana nduguye, akawaleta juu mlimani mrefu. Akageuka sura yake mbele yao, uso wake ukang'aa kama jua, mavazi yake yakawa meupe kama nuru. Na tazama, wakatokewa na Musa na Eliya wakizungumza naye. Petro akajibu akamwambia Yesu, Bwana, ni vizuri sisi kuwapo hapa. Ukitaka sisi tufanye hapa vibanda vitatu, kimoja chako wewe na kimoja cha Musa na kimoja cha Eliya. Kende nasema, na walipokuwa wakishuka mlimani, Yesu aliwaagiza akasema, msimwambie mtu yeyote habari ya maono hayo, hata mwana wa Adamu atakapofufuka katika wafu. Amen. Amen. 6 jours après, Jésus-Christ est pris avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon plutôt que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une autre pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchèrent, les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Ils élevèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Jésus seul. 9. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, ne parler à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité de mort. Amen. The transfiguration of Jesus Christ. The Bible says 6 days after, Biblia inasema siku 6 baada, Jesus took James, Yesu alikamata Yohana, Peter, akakamata Petro, and John. akakamata na Yakobo. And if we continue to read the Bible, Na tukiendelea kusoma Biblia, it wasn't the first time Jesus done that. haikukuwa siku ya kwanza ndio Yesu anafanya hivyo. It was always when he want to go somewhere alone. Ilikuwa ni wakati anataka kwenda mahali fasi yeye mwenyewe. He was taking these 3 disciples. Alikuwa anakamata wanafunzi 3. And in total there was 12. Na wote wengi walikuwa 12. The 9 one, Hao wakenda, the Bible didn't say there was bad people. Biblia haisemi kuwa walikuwa watu wabaya. Because these 3 people, they have another identity. Kwa maana hao watu 3 walikuwa na ingine nani? Walikuwa na identity. I can say another statue. Naweza sema ingine statue. Jesus Christ is see them. Yesu Kristo alikuwa anawaona. They was different. Walikuwa tofauti. That's why when he want to go somewhere in secret, Ndio kwa maana wakati alikuwa anataka enda mahali pasiri, he was always asking them to come with him. alikuwa anawaambia waje pamoja naye. The Bible said they was going to the mountain. Biblia inasema walikuwa wanapanda mlima. And when they was going to the mountain, Wakati walikuwa wanaenda huko mlimani,
The Bible says Jesus Christ take them in the mountain. Biblia inasema Yesu Kristo alikuwa juu ya mlima. And the Bible said he put them on the side. Na Biblia ikasema tena akawatia karibu yake. I'm just going to explain what Jesus was mean. Nataka nikwambie nini ambao Yesu alikuwa anamaanisha. We're going to read I want you to read John 15:15. Tutasoma Yohana 15:15. Biblia inasema, siwaiti tena watumwa, kwa maana mtumwa hujui atendalo bwana wake, lakini nyinyi nimewaita rafiki, kwa kuwa yote niliyoyasikia kwa Baba yangu nimewaarifu. The Bible says, I'm not calling you as a servant. Biblia inasema eti siwaiti kama watumwa. Now I'm going to call you as a friend. Lakini nitawaita kama vile marafiki. That's why he always took those 3 disciples. Ndio maana alikuwa anakamata hao wanafunzi watatu as a friend. Kama vile marafiki. Because when you are, the Bible says, when you are a servant in the church, sababu Biblia inasema ukiwa mtumwa ndani ya kanisa, you don't know what your master has to their heart. Haujui kitu gani ambao bwana yako yuko nayo. You are there just to save. Wewe unakuja tu pale kwa kutumikia. If you are saving for somebody, kwa maana unamtumikia mtu, I don't think you have even the power to approach your boss. Sidhani kama una uwezo hata kumsogelea patron wako. There is a difference between you and your boss. Huko yani tofauti kati yako wewe na patron wako. That's why when Jesus see these 3 people, na ndio maana Yesu Kristo alikuwa anaona hao watu. He said, I'm calling you as my friend. Ase ninawaita kama vile marafiki. As a friend, kama vile marafiki. You are too close. Uko karibu. As a friend, kama vile rafiki. You share stuff. Gawanya vitu. You talk about your weakness too. Unasema kwa ajili ya nani, ya mahali pako. You can tell your friends I have a problem. Unaweza kuambia rafiki zako niko na tatizo. You can tell your friends I have a difficult time. Unaweza kuambia rafiki yako niko na wakati mgumu. And sometimes when we like irresponsible parents. Na kwa tuseme vile kwa wazazi ambao hawakamati nani. If you see your child have a friend. Ukiona kama vile mtoto wako iko na as a parent, I think you're gonna see if this is a good friend for your daughter or your son. Ni rafiki mzuri kwa mtoto wako. And if it's not, you just gonna ask your daughter and say, I don't want your friend. Mimi sipendi rafiki yako. Because you know that there is gonna be a problem. Kwa sababu unajua kutakuwa tu tatizo. That's why Jesus chose those 3 people. Ndio kwa maana Yesu alikuwa anawachagua hao watatu. Because he knows that on them. Kwa kuwa alikuwa anajua ndani yao. I'm not gonna have any problem. Sitakuwa na tatizo. That's why we have 2 people in church. Ndio maana tuko na watu wawili kanisani. 2 people in church. Kanisani. 2 kinds of people in church. Tuko na watu wawili tofauti kanisani. There is a servant. Kuko mfanyakazi. And there is a friend. Na kuko marafiki. Of Jesus Christ. Wa Yesu Kristo. What God is looking for a friend. Kitu ambacho Yesu anaangalia marafiki. Because friendship, kwa sababu rafiki, you worship. Unaabudu. You worship together. Unaabudu pamoja. You praise together. Mna sifu pamoja. You are too close. Muko karibu. You share stuff. Gawanya vitu. God is looking, Jesus Christ is looking for a friend. Yesu Kristo yuko anaangalia warafiki. Be close to a friend. Kuwa karibu kwa rafiki. You're gonna have too much benefits to your friends. Utakuwa na benefits za mingi kwa rafiki yako. But don't forget we have the wrong friends too. Usisahau tuko na marafiki wabaya pia. You may think it's your friend. Unaweza ukazani kuwa ni rafiki yako. But everything you are saying is already on the table. Lakini vitu vyote ambavyo ulikuwa unasema viko katika mezani. That we have those people like that. Tuko nao watu kama hivyo. So that's why Jesus was choosing them. Ndio kwa maana Yesu Kristo alichagua. The word said, na ni neno linasema the world. Dunia inasema you can't choose your sister, your brother. Hauwezi ukachagua dadako kakako. But you can choose a friend. Lakini unaweza ukachagua rafiki. The friends you can choose. Unaweza ukachagua rafiki. You can choose somebody you want to be with. Unaweza ukachagua ni mtu somebody you want to share.
Mtu gani unaweza ukagawanya? Jesus Christ to take them to the mountain. Yesu Kristo aliwakamata akawapeleka. What is the mountain? Mlima ni nini? The mountain, it was a place where Jesus Christ was speaking to his Father. Mlima ni mahali ambapo Yesu alikuwa anaongea na babake. A place where he was always talk to his Father. Mahali ambapo alikuwa anaongea na babake kila wakati. And he took his friends with him. Na alikuwa anakamata rafiki zake pamoja naye. When you have a friend, wakati uko na rafiki, I think you can benefit again to those family. nadhani unaweza ukapata benefits kwa familia yake. I think everything they will do for their daughter, I think they will do for you. Nadhani Because you are vitu good vyote friend. ambavyo watafanyia mtoto wao, So nadhani these three disciples, nao watu wawili when Jesus Christ was going to the mountain, they benefit a lot. wakati Yesu alikuwa anapanda mlimani walikuwa wanabarikiwa sana. What is a mountain? Nini mlima? You have to know that God is too high Unapaswa to kujua reach Mungu him. iko juu. You have to go somewhere a little bit high. Unapaswa kwenda mahali ambapo piko juu zaidi. The mountain, that mountain in Israel, Na kwa hiyo mlima huko it Israeli was the long mountain ilikuwa ni mlima mrefu sana. where they was going to pray there. Mahali ambapo walikuwa anaenda kuombea. You know, to go to the mountain is sacrifice. Unajua kwenda mlimani ni kama vile unaenda. Always Jesus Christ, he was the man of mountain. Yeye Yesu Kristo alikuwa ni mtu wa nani? It Wa means he mlima. was the man of prayer. Alikuwa ni mtu wa maombi. It was somebody who was praying and fasting. Alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anaomba na When alikuwa you go to the mountain, wakati unaenda ndani ya you have to be hands free, nothing in your hands. unapaswa uende vile vile mikono yako mitupu. Because it's too high. You Kwa can't get sababu iko juu anything. zaidi uweze ukapeleka Nothing to chochote. get. Even you get the water, it's gonna be the time you're gonna have to throw it Hata kama down. ukipeleka maji lazima inaweza Because ikaanguka it's pia. too high. Kwa sababu iko mrefu That's sana. why when you want to reach God, Na ukitaka kumkaribia Mungu, when your heart is close to God, wakati roho yako iko there is karibu the time when you're gonna feel like I don't need to eat. huko, wakati utasikia hata I need this God. nataka Mungu, Because the Lord is too kwa high. sababu Mungu iko juu. So that's why they reached on the top there. Ndio kwa maana walipanda mpaka juu. Something happened. Ukapitikana kitu huko. Something happened. Ukakuwa kitu kilipitikana. As they was praying, Wakati walikuwa naomba, suddenly they see the face of Jesus Christ change. hapo hapo wakaona sura ya Yesu Kristo His ikabadilika. clothes change. Nguo zake zikabadilika. The Bible says Moses Biblia inasema Musa and Elijah, na Elia they appear in the mountain. walionekana juu ya mlima. The Bible says there was a crown. Biblia inasema kulikuwa ni mawingu. Mwangaza, yeah. It was covered them. Ilikuwa ni imewafunika The wote. Bible says, and there was a large voice come out of Na them. kulikuwa hata na sauti kubwa ilikuwa inatoka God kwao. said, Mungu akasema, this is my beloved son. huyu ni mwanangu mpendwa. The Bible says he commands. Biblia inasema akaamuru, He said, listen to him. mumsikie. And before that, before the voice of God, Na baada ya sauti hiyo when isikike, Peter sees that, wakati Petro aliona hiyo, he said, oh Jesus Christ, akasema Yesu Kristo, it's so wonderful ni vizuri sana to be in this place. kubakia mwa hii mahali. Right now, I want to put a tent for you, Mahali hapa nataka nijenge vibanda for yako Moses and for kwa Elijah. Musa na kwa Elia. Before, when he finished to say that, Wakati alimaliza kusema the hivyo, voice of God said, sauti ya Mungu ikasema, this is my son, huyu ni mtoto wangu mwanangu beloved, mpendwa, listen to him. mumsikie. Peter Petro and James na- and John, Na they was representing the church we have today. walionyesha kanisa ambalo tuko. God was telling to the church, Mungu aliambia kanisa, listen to him. mumsikilize. This is my son. Huyu ni mwanangu. And we see right now in the Na church, tunaangalia hata saa hizi kanisani. there's some people, we have those church people, they're saying Moses, he removed his shoes. Huko watu wanasema Musa alivua viatu. When you see, what is the Moses in the Bible? Tukiangalia nani Musa ni Moses nani? is the law. Musa ni It's amri. the old, law, like it's a old Ni covenant. kama vile amri ya zamani. Elijah was a prophet, Elia alikuwa ni nabii and Jesus Christ was the son of na God. Yesu Kristo alikuwa ni mwana wa Mungu. And sometimes people, they are so confused in the Na church. wakati watu wengine wanakuwa confused They are kanisani. removing the shoes because it was the law of Moses. Wanavua viatu kwa sababu ilikuwa ni nani amri ya Musa. Jesus Christ was the grace. Yesu Kristo alikuja alikuwa ni neema.
between the three. katikati yao watatu. And what the Lord wants to teach us, the church today, Na nini ambayo Mungu anataka kutufundisha kanisa leo? to remove confusion in the church. Kutoa hiyo confuse ndani ya kanisa. Of course, there was the law. Na ni kweli kulikuwa amri. There was a prophet. Kulikuwa nabii. The Bible said they was talking to Jesus. Moses and Elijah was talking to Biblia Jesus. inasema Musa na Elia walikuwa wanaongea. They was giving a message. Walikuwa natoa They came before him. Walikuwa nani? But if the one is supposed to be like everything was in Jesus. Lakini vitu vyote vilikuwa ndani ya All the law, the prophet was in Jesus. Kwa maana nani unabii na So that's why the Bible said Ndio maana Biblia inasema Jesus Christ is above the law. Yesu Kristo yuko juu ya amri. As a Christian, Kama vile Mkristo, that's why I'm just going to continue the same preaching we have this week. nataka niendelee na hii mahubiri ambayo tuko nayo hii. Who's a Christian? Nani Mkristo? What God wants to talk about Christian Ni here? nini ambao nani Yesu anataka A kusema? Christian has to be above the law. Mkristo unapaswa uwe chini ya nani? Ya amri. It's me. Juu ya amri. I'm going to give you an example. Nitawapatia mfano. Because sometimes people, they don't understand. Kwa kuwa watu wengi hawasikii. Let's say the owner of this building, Acha tuseme mtu ambaye yuko na mwenye hii he bibi. came on this place, he said, Anakuja kwa hii nyumba anasema, I'm putting the sign outside. I'm putting the camera outside. mimi natia kamera nje. If I find somebody smoking on this place, Nikipata mtu yeyote ambaye anavuta ndani ya hii I'm fasi, going to take him to justice. nitampeleka katika mahakama. As a Christian, that we have a problem with Kama that. vile Mkristo tuko na tatizo na hiyo. We don't smoke. Hatu So that means we are above the law. Lakini kusema tuko juu ya We don't amri. smoke. That sign from there, it doesn't really, it's not even close to us. Haiko hata karibu You yetu. can even look at it. It Yeye doesn't, hata my kuangalia. God, it doesn't, Lakini kama it's vile- not for you. haiko kwa juu yako. That's why it said we have to be above the Ndio law. kwa maana inasema That's why tunapaswa the kuwa meaning juu of ya- Christian. Ndio maana ya Ukristo. Jesus Christ is above the law. Yesu Kristo We yuko have juu to ya talk amri. like him. Tunapaswa kuongea kama We have to yeye. walk like Jesus Kutembea Christ. kama vile Yesu Kristo. If the Bible said, the law Kama said, Biblia inasema, Bwana anasema, you can't be together before marriage. hauwezi ukawa pamoja kabla ya ndoa. If you are Christian, you have a Kama problem vile with that. Kristo uko na tatizo na hiyo. We don't have a problem with that. Nadhani hatuna tatizo na hiyo. I know that I'm a priestess of God. Nadhani niko mtumishi The wa person who's going to come to marry me, he has to be a Kama priest. atakuja And the Bible says if somebody finds a lady, he finds a favor. na Biblia inasema yeyote yule Where they're going to find you, you have to be in Christian to get for you to find a priest to get married Bali to ni you. kusema unapaswa kutafuta Kristo wala unapaswa kutafuta Mkristo. That's why we don't have a problem Na ndio maana tuna with tatizo the law. na amri. An example, Kwa mfano, the SGI you buy the insurance unauza assurance and the government na gouvernement is the one who control the road. ndio yenye iko na They put their own camera there. wanatia kamera zao. They say you have to go limits 90. Unasema unapaswa kutembea katika hii You kilomita. read, you know it's 90. Unasoma hapo unaona ni As a Christian, kama vile it's Mkristo. just an example. Hiyo ni mfano. Do you have a problem Uko na with tatizo. 90? Speed 90. You have a problem with Uko na that? tatizo na hiyo. I don't think so. Nadhani sidhani. We don't have a problem with that. Hatuna You can just go 90. It says 90. hata na hiyo makumi It's kenda. the same as the Hiyo Bible. ndivyo vimoja hata na Biblia. You know, a long time ago, when they added that law, Wakati wa zamani, wakati walikuwa na hii sheria, people, they was always do the sin. watu walikuwa wanafanya dhambi. It's only when they catch you, Walikuwa kila wakati walikuwa na wakamata. then they say you are under the law. Wanasema uko chini ya amri And wala they sheria. have to practice what they are putting, what the discipline of somebody is do something like this. Wanasema wanaangalia ni nini ambayo inasema juu kwa mtu alifanya kosa kama hii. But you have to know that they was in sin. Lakini unapaswa kujua walikuwa ndani It's ya not dhambi. like if you are not in prison, you are not a thief. Sio kusema tu ukiwa ndani ya Kama kama hauko hauko prison, mwizi hauko hauko mwizi. It's only when they catch you. Kila wakati wanaukamata. But as under the law, and above the law, Lakini juu ya sheria, yourself as a Christian, kama vile Mkristo,
You have to know unapaswa kujua that I'm already in the sin. nilishakuwa katika dhambi. It's not good for you. Haiko vizuri kwako. It's not good for me. Haiko vizuri That's why kwako. we say we have to run. Ndio kwa maana tunasema tunapaswa kimbia. We have to run. Tunapaswa kimbia Because we are above. kwa sababu tuko juu. Because there is a sin you can't kneel down and pray. Kwa sababu kuko dhambi hata uwezi ukapiga magoti na uombe. You are in the room with the guy. Tuseme uko ndani ya nyumba na Already in the room. uko ndani ya chumba. And you say, I want to kneel down and pray God to protect me for this. Ndio nasema mimi nataka nianguke magoti niombe Mungu aniepushe na There is no way. hakutakuwa You gizi. can't run. Hauwezi. God cannot listen for that kind of Mungu prayer. hawezi akasikia hiyo. What the Bible say about that? Nini Biblia inasema juu ya We hiyo? have to run. Tunapaswa kukimbia. We have to run. Tunapaswa kukimbia. As the children of God, we Kama need to vile run. mwana wa Mungu tunapaswa kukimbia. We are not entitled to have a sin in us. Hatuko ndani watu wa kuwa na dhambi ndani yetu. So that's why the Bible says Jesus is a grace. Ndio kwa maana Biblia inasema Yesu Kristo ni neema. Because we have to know, we have to be very careful when they say it's a grace. Tunapaswa kuwa angalisho wakati wanasema Yesu ni neema. We have to be very careful. Tunapaswa kuwa ndani angalisho sana. You might say, I'm going to do it today, tomorrow I'm going to confess. Unaweza ukasema naweza nikaifanya leo, kesho nitaomba msamaha. The Bible says tomorrow is for God. Biblia inasema kesho ni ya Mungu. You might not be there tomorrow. Unapaswa To ask for lazima uweze forgiveness. ukawa huko hivyo. So it might be too late. Inaweza ikawa ni nyuma. It's going to be too late for you. Itakuwa ni nyuma kwako. We have to be. Tunapaswa kuwa. The Bible says the face of Jesus Christ was shine like a Biblia sun. inasema sura Yesu ilikuwa inaangaa kama vile mwangaza. As a child of God, Na kama vile mwana wa Mungu, when we be close to God, tukiwa karibu na Mungu, when we are praying, wakati tuko naomba, our face always shine. sura zetu kila wakati na Even when you just notice when you go to the prayer, kamata hiyo mfano wakati unaenda katika maombi, in the fasting, wakati wa mafungo, you can see yourself change. unaweza ukaona hata mwili wako Sometimes you might not see, Sasa uwezi ukaona, but other people they might see. lakini wengine watu wataona. I asked a pastor, Niko na mtumishi, we were praying together. tulikuwa tunaomba pamoja. We grown up together. Tulikomaa pamoja. The God have a grace on him so much. Mungu alikuwa na neema yake zaidi. He was the age of like 19 years old. Ilikuwa ni kwa miaka 19. The Lord was using him so much. Mungu alikuwa anamtumikisha sana. If he went to the prayer to fasting, Sasa alikuwa anaenda kwa maombi. if you know that the day is going to come out, Ukishajua wakati atakuja, we have to run. unapaswa Because if you just come out, wakati anatoka it passes from you. You're just going to fall down. No matter what, you're just going to fall down. If you enter the church, everybody just going to fall down. Kila mtu ataanguka. And he was so powerful, man. Alikuwa kabisa na nguvu. When he's preaching, nobody is sitting in the chair. Hakuna mtu alikuwa na shimama. People they will stand up and cry. Wote walikuwa na shimama na wanalia. But we came together. He came to Canada. Lakini tukakuja pamoja naye Canada. Things changed. Vitu vilibadilika. One day he called me, said, Wakati mmoja akamniita akasema, I want me and you to go to the prayer. mimi nataka mimi na wewe twende katika maombi. We pray together. Tukaomba pamoja. But Lakini you have to know that you have to be, I'm not going to talk about him too much. sitasema juu yake sana. But we have to know. Lakini tunapaswa kujua. We have to know. Tunapaswa kujua. We have to be above. Tunapaswa kuwa juu. The change has to be to our life. Mabadiliko yanapaswa yaonekane maisha yetu. Our life as a Christian. Maisha kama vile Mkristo. The way we dress, the way we talk. Mahali gisi tunaongea, mahali gisi tunavaa. You know, God, He doesn't look somebody who's perfect. Unajua Mungu angalii mtu ambaye yeye ni mkamilifu. God, He look for somebody Mungu anaangalia mtu who can obey Him. ambaye anamtii tu. That's why He was telling Peter, Ndio maana aliambia Petro, this is my son. huyu ni mwanangu, Listen to him. mumsikilize. What God the Lord was asking to listen to Jesus. What Jesus said, what we're gonna have to listen to Jesus. Nini ambao Mungu alisema tumsikilize Yesu Kristo, wala ni nini ambao Yesu Kristo alisema ambao tunapaswa kumsikiliza? One day the Bible said, Wakati mmoja Biblia inasema Jesus Christ was having a lot of disciples before the 12. Yesu Kristo alikuwa na wanafunzi wengi baada ya The church of God was plain.
Na ni kanisa Mungu ilikuwa inajaa. One day he said, Wakati mmoja akasema, now we're gonna eat my body and drink my blood. na hapa hivi tutakula mwili wangu na kukunywa damu yangu. People say, oh my Watu God, wakasema, Mungu wangu, what is this? hii ni nini? And they said, this is a difficult word. Na wakasema hii kabisa ni neno gumu. What Jesus Christ was talking to them, Nini ambayo Yesu alikuwa anaongea kwao? he was talking about the sin. Alikuwa anasema juu ya dhambi. Right now, the Christians, if we talk about the sin, it's a difficult Leo hapa time hivi for them. tukisema juu ya ndani ya dhambi inakuwa Christian is so difficult. Somebody, if you just talk about the sin, oh my God, inakuwa vigumu ukianza kusema tu. you break the relationship. Unavunja nani urafiki. If you just talk about what is doing, Ukisema tu kitu ambacho uko nafanya, it doesn't lack at all. hapendi kabisa. God said we have to listen to Jesus. Mungu anasema tunapaswa kumsikiliza Yesu. The Bible says Biblia inasema they all like a 56 they stop coming to church. ilikuwa wanasema ni 56 ndio. When we say 56, Tukisema 56 they just count the disciple. ni kama They vile don't count the wife, the kid, the cousin, forever they don't count them. hawasemi. So it was the number of people stopped to come to church. Au ni watu ambao And walitaka kuja. in the Bible when we look, it doesn't say that Jesus Christ looked for them. Yesu Kristo kuenda kuangalia. They remained 12. Wakabakia ni 12. And the Bible says Na Biblia in ikasema the difficult time, wakati mgumu that's the time God chooses. ndio hapo wakati Mungu alichagua. It's the time when God chooses. Ndio wakati Mungu When we alichagua. have the preaching about repentance, Wakati tukiwa na mahubiri kuhusu the one repents that the Lord chooses as disciple. wale ambao walitubu ni hao ambao Mungu aliwachagua kama wanafunzi. You want God to choose you or not? Unataka Mungu akuchague wala hapana? Is that time or the difficult time? Ilikuwa ni hii wakati ndio On the tough words, wakati the heavy words, ilikuwa God is choosing his people. Mungu akachagua watu wake. When he chose his 12 disciples, Wakati alichagua wanafunzi it's 12, only one lost ulikuwa tu ni mmoja ambaye alipotea. and majority Na kwa wote he was saved. waliokolewa. Jesus Christ prayed and said, Yesu Kristo akaomba na Father, kusema, thank you so much. Baba asante sana. Everyone was given to me as a disciple. Kila mtu ambaye ulinipatia kama mwanafunzi I bring it to you. nimewaleta kwako. But only one. Lakini ni mmoja tu. Are you on the 12 or are you on the 11 or are you the one Sasa lost? katika wale 11 wale uko katikati ya 12. Jesus Christ said again, Yesu Kristo akasema tena, if you want to follow me, ukitaka kunifuata, take the cross and follow me. jitwike msalaba wako na unifuate. Sometimes people they think the cross. Usazimua watu wanadhani msalaba I have some sickness ni kama vile niko na magonjwa. and people say this is my cross. Asa hii ni msalaba yangu. When they have a problem in the marriage, Wakati wakiwa na tatizo katika ndoa, they say, oh, this is my asa cross. hii ndio msalaba wangu. This is my cross. Hii ni msalaba wangu. You have a problem and you say, this is my cross. Unasema hii ndio msalaba wangu. That is not the cross. Hiyo sio msalaba wako. What Jesus said about the sickness? Nini ambao Yesu Kristo alisema? Jesus Christ, by my scribe you are healed. By my scribe, kutokea bilonda yangu napona. Umepona. Kutokea bilonda yangu umepona. It means the cross is not the Ni sickness. kusema nani msalaba sio. It's not the difficult time you are going Sio through. nani? Magonjwa. The cross, Msalaba it's when you take the word of God ni wakati unakamata neno la Mungu. as a disciple. Kama vile You mwanafunzi. became a right person. Unakuwa mtu wa kweli. People they're gonna see like you are crazy. Watu wataona kuwa wewe That's what the Bible says. The cross, inasema msalaba it's the grace to the one they have revelation to it. ni kwa neema kwa wale ambao walipata ufunuo. But it's a craziness for the one they don't understand it. Lakini ni uwazimu kwa wale ambao hawaielewi. If you become a real Christian, Ukikuwa Mkristo mpya, people they're gonna
dislike you. Watu watakuchukia. People, they're not going to like you at all. Watu hawatakupenda pia. When you are talking about the truth, Ukianza kusema juu ya ukweli, they're going to mock on you. watakusemea mabaya kwako. They're not going to be close to you. Hawatakuwa karibu yako. People, they're not going to like you at all. Watu hawatakupenda When you kama. tell them the truth, they're not going to like you. Ukiwaletea ukweli hawawezi That's kupenda. the cross. Na hiyo ndio msalaba. And the vision was in the mountain. Na nani maonyo ilikuwa juu ya mlima. Jesus said when they are going down. Yesu Kristo akasema wakati walikuwa wanashuka He mlima. says, what you are seeing here, Akasema vitu ambavyo mliona hapa, don't talk to anybody. msiambie mtu yeyote. It's not like Jesus Christ wants to stop them about gossiping about it. No. Sio kusema Yesu alikuwa anawakataza juu ya hiyo, hapana. He was show them Alikuwa anawaonesha what you see. vitu ambavyo uliona, You have to learn unapaswa kuvishika and move on. na kwenda. When we are in the church, Wakati tukiwa ndani ya they kanisa, preach the word of God. wanahubiri neno ya Mungu. We have to learn Tunapaswa and kujifunza move on. na kwenda mbele. It's not like, oh, what they're preaching in the church today, Sio kusema vitu ambavyo I think they were talking about you. nadhani walikuwa wanahubiria kwako. We have to learn Tunapaswa and kujifunza move on. na kwenda mbele. The prophet Nani nabii was there on the one they see. ambaye waliona kule juu? It's God when God wants you to prophesy to other people. Wakati Mungu anataka wewe useme juu ya wengine, uhubiri juu ya He wengine, always prophesy on you first. anaanza kwanza kukuchunguza kwa wewe mwenyewe. You have first to prophesy yourself. Unapaswa kwanza kujitabiri mwenyewe. Am I a Christian? Niko Mkristo. Are you a Christian? Uko Mkristo. That's the cross. Hiyo ndiyo msalaba. The cross is the word of God. Msalaba ni neno ya Mungu. To close, Kwa kumalizia, you know, in my family, unajua ndani ya familia yangu, I have a lot of family. I have my sister, my uncle, my cousin, a lot of cousins, and a lot of niece, a lot of. niko na We have a really big wajomba, family. wipwa wengi zaidi. So they always know. Wale wote wanajua If you want to talk to me, ukitaka kuongea na mie, you can bring a problem like I have a boyfriend. hauwezi ukaleta tatizo niko na mchumba. You know, then like we can talk about that. Hatuwezi tukaongea kuhusu hiyo. The one she's close to me, Ambaye iko karibu yangu, she says, sister, anasema dada, I have niko friend, niko na rafiki, but he asked me he want to marry me, lakini ananiambia mimi anataka kunioa, but I want you to pray lakini naomba wewe uniombee if it's a really one from God, kama ni kabisa anatoka kwa Mungu. and ask your husband too. And ask your husband for the prayer. Na uniombilie mume wako kwa maombi. And I said, quickly the Spirit of God asked me to ask her. Mtakatifu akaniambia And I nimuulize, said, can you just tell me what you are talking about, the friends? unaweza What's your ukaniambia conversation? nini mawazo yako wewe? And she said, why, sister? Asijua nini And dada? I said, I know what I'm asking. Najua ni nini mimi He nauliza. said, well, last time he asked me that if Wakati we, mmoja aliniuliza before kama our marriage, baada ya ndoa, you want to know if I can have a children. anataka kujua kama mimi naweza kuwa na So we can start doing that. So tunaweza tukaanza kuonana kwa kimwili. And I said, sister, Na kisha nikamwambia dada, put them in the side. It's not him. mpeleke mbali You don't need kabisa, to si pray. yeye. Hauna haja hata kuomba. Completely is not the guy. Nani kabisa He wasn't happy at all. She wasn't happy. She wasn't happy. She like, oh my God, what? Sister, you haven't even prayed. Nini ya kuomba hata. And after 2 months, Na baada ya miezi 2, she phoned me, she crying. akaniita tena akiwa He analia. said, sister, it's not the one, it's not the Akasema guy. kabisa sio huyo. I said, Nikasema, I don't know why you're doubting me. sijui juu ya nini You asked me for a prayer. Uliniombia I give nikuombee. you the answer. Nikakupa jibu. Now you're crying. Na hivi sasa unaanza kulia. Oh my God. It's always better Ni vizuri zaidi when we have a God. tukiwa na Mungu. We will know a lot
lot of things. Tutajua vitu vingi. When we are praying, Wakati we're tunaomba, going to know if it's right or wrong. tutajua kuwa ni vizuri. You know, when Jesus Christ, when the voice of God come down, Unajua wakati it didn't come for James or for Peter or for John. It came for Jesus Christ. Ilikuja kwa Yesu Kristo. That's why when you have a Jesus Christ, Ndio kwa maana ukiwa na Yesu you Kristo benefit the Father and God bless you.